wakiwa tatu, wakiwa tatu. Wakiwa tatu, wakiwa tatu, wakiwa tatu, wakiwa tatu. Hapana, hapana, hapana. Hapana. Bibi, kuna nini? Baba, hebu niambie shida nini? Mbona useme kitu baba? Hamna shida. Hakuna shida vipi? Na wakati unaonekana kabisa hauko sawa. Cheki na jasho linalokutoka. Hakuna, nisaidie maji. Unataka maji? Hii njozi ina maana gani? Na mbona naogopesha hivi? Kuna kitu hakipo sawa. Kwa nini wote wa mwanamke inabidi nikamwone mkulungwa? Wake watatu kumbe misukule, wake watatu kumbe misukule, wake watatu kumbe misukule, wake watatu kumbe misukule, wake watatu hao. Mbwela kaka, mbwela mbwela Shemeji, kama nilivyokuambia, na mimi nadhani mwenyewe yupo hapa. Kama kutakuwa kuna maneno yoyote ambayo mimi nimeongopa, basi mwenyewe yupo hapo aseme kwamba hivi sio kweli. Lakini ukweli nilokuambia shemeji ndio huo. Yaani hataki kabisa, tena tumebishana hapa. Sonia, kabla huyu bwana kuleta barua nyumbani na kufunga ndoa naye, aliwahi kukueleza kuhusu swala la mtoto? Ndio kaka. Alikueleza? Ndio. Hebu niambie sababu ambayo inakufanya wewe umkatae mtoto wa mume wako. Sababu ni nini? Una majibu. Kiufupi umtaki tu huyo mtoto wa mumeo, si ndio? Kuna muda nakaa nafikiria, nawaza. Yaani kila nikikaa nikikumbuka familia yetu, ukoo wetu, hakuna mtu mwenye roho mbaya. Hakuna mtu mpumbavu na mjinga ambaye alishawahi kukataa mtoto. Wewe, mtoto wa mumeo sio mtoto wako wewe? Huyu mtoto wewe, kitu gani ambacho kinachokufanya wewe kinakubana mpaka umtaki mtoto wa mume wako? Hiyo roho mbaya wewe umeitoa wapi? Sisi katika ukoo wetu, katika familia yetu, roho mbaya hakuna kabisa. Hata kama atakuwa anakula kilo 200, lakini baba yake si analeta chakula. Sasa wewe kinachokufanya wewe hutaki kukaa na mtoto ni nini? Kama sio ushenzi na upumbavu, kama sio roho mbaya. Hiyo roho umeitoa wapi wewe? Wewe ni kabila gani? Kabila letu sisi hatuna hizo tabia za kishenzi, za kipumbavu.
alafu ujue kabisa hii ni ndoa. Huyu mumeo na yule ni mtoto wake, mpaka amekwambia ukweli, ina maana yule mtoto umfanye kuwa wewe ni mtoto wako. Haya basi, mzalie wewe huyo mtoto. Una mwaka wangapi hapa hujazaa mtoto hapa? Baada huyo mtoto ambao umempata mumeo, baada kukaa hapa akufariji, unaanza kuleta mapepe, unaanza kuleta roho mbaya. Kumbe ni mjinga kiasi hicho Shemeji. Huyo mtoto mlete aje akae hapa. Huyu ndo mama yake. Sijui umeelewa? Kuelewa vizuri shemeji. Yaani asianze kutuletea ubaguzi kabisa yani. Tena ukome kabisa. Nisije nikasikia tena hii kesi. Shemeji, mlete mtoto, na kama utamleta mtoto akija akimnyanyasa, akimtesa, hiyo kesi inaimaliza mimi. Unanijua vizuri, mimi mzee wa Rula. Maji kupwa, maji kujaa. Yaani hata uwe nani, mimi nakueleza tu ukweli. Acha mambo ya kipumbavu. Sawa. Mimi kwanza nisema kitu kimoja shemeji. Nashukuru sana. Tena nashukuru sana kwa sababu mimi sikuja kuongea kwako wewe labda kuja kumkomoa mke wangu, hapana. Lengo na mazumuni tujenge, kwa sababu changu chake, chake changu. Mimi wewe ni mke wangu. Lakini kwa staili hii inaonekana kama kuelewa kashaelewa. Ina maana sasa kama kutakuwa kuna mabadiliko basi mimi nitakujulisha shemeji yangu. Sawa. Wewe unatakiwa unijulishe. Mbwela, kaka mbwela. Mbwela, 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 mbwela. Anaishi na mwanaume. Naona ni mumewe. Mbona nisikia na mume si mzuri chizi? Anaitwa nani? Anaitwa Kakonko. Oi, Kakonko sawa. Kakonko nani? Kakonko Amini. Kakonko Amini. Madamu kazi ndogo chizi hiyo mtazimu. Unachukua na mgolegweda tu hiyo dakika sifuri, unafanya mchezo na mimi nini? Ninamchukua naweka wa. Nachukua naweka wa. Si unajua namba nyimbo Diamond Platinum ile. Alikuwa anachukua naweka wa. Ila kitakachotokea wewe mtoto ukimgolegweda mtoto wa watu chizi utaharibu mipango. Hapana mkulungwa. Wewe chizi ukimgolegweda mtoto wa watu wewe, utamgolegweda au utamwacha? Utamwacha. Utamgolegweda wewe au utamwacha? Wewe bwana utamgolegweda au utamwacha? Wewe chizi wewe utamgolegweda au utamwacha? Utamwacha. Nakujua chizi mpenda wowo. Utamwacha mkulungwa. Tuingie kilingeni. Twende tukaloge chizi. Mbwela, kaka mbwela. Mbwela, 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 mbwela. Mfalme Mswati, mfalme mwenye wanawake wengi duniani kuliko mwanaume yoyote yule. Nafikiria hapo umekaa ukiwa unawaza, unatafakari namna gani ya kuongeza wanawake wengine ili wachezee na kuharibu maisha yao, si ndio hivyo? Unajua kuna wakati mimi nakaa nafikiria, natafakari, kila nikikuangalia ujue nakosa jibu. Kwa nje mtu akikuona anakuona ustazi, shekhe, mufti, umevaa mavazi ya heshima, mavazi ya kutukuka, lakini cha kushangaza vitendo vyako ni tofauti kabisa kabisa. Sijui kitu gani ambacho ninachokiwaza. Alafu tukiangalia umri ulio nao na vitendo vyako ni vitu viwili tofauti. Kwa nini usibadilike? Kwa nini uamue kuwaoa wanawake wengi uwaeke ndani alafu huna kazi nao? Sikia bro. Leo na siku moja ngumu sana. Hivyo nisingependa mabishano na wewe.
ningeomba uniache. Sina mudi kabisa. Ndo mimi yani mako dinda mako stamina. Nduki muchu. Yaani nitakwambia ukweli mpaka nakufa. Jagula. Mwanga mchawi. Habari. Huyu mwanaume nimemkuta. Jamani, mimi nakusalimia, huniitiki. Mimi jamani hapa nimeleta mtoto. Sijamfuata mume wako. Nina mwanamke ni ajabu Halo. Mimi nimefika hapa kwako. Nimemkuta huyu mke wako. Namsalimia hanitiki. Namuulizia ndo kwanza nafunga mlango. Aya, kwa hiyo mimi mtoto tutamkuta hapa na muacha hapa, mimi naondoka. Ndio hivyo. Kwa hiyo na hapa ndo nyumbani kwa baba yako na yule ulomuona ndo mama yako, sawa? Kwa hapa ni nyumbani kwenu, unasikia? Sawa. Ashika begi. Aingia ndani. Wakiwa tatu. Karibu. Asante za saizi. Poa, karibu. Poa, shemeji yuko? Ametoka muda sio mrefu. Shoga yangu hata alipokuwa ametoka, maana kuna ujumbe akanikufikishia. Haya, ujumbe gani? Kuna mkaka huko mtaani ananisumbua. Kwa shoga yangu ndio mmoja nikufikishie. Wewe. Hivi unajua kama mimi nimeolewa? Mke wa mtu nini shoga yangu, kwani mke wa mtu anatembea na kufuli? Alafu shemeji yako hajatoka hata muda mrefu. Shoga yangu, bwana ana hela. Basi sawa. Tutazungumza muda mwingine. Nenda kwanza. Shoga yangu ndo nimekuja hapa tumalizane, maana kila siku bwana wako yupo. Leo ndo katoka nipata nafasi. Aniachaka namba ya simu hii. Hadi namba ya simu mmepeana? Ndio mtafute, maana ananisumbua hajaanza leo eti. Wakiwa tatu. Nenda. Wakiwa tatu.
wakiwa watatu, wakiwa watatu, wakiwa watatu. Mambo poa, ni aje? Safi. Shoga, nenda wapi wakati nilikuwa nakuja kwako? Kwangu? Ndiyo. Mimi nikadhani huu muda umeenda kumfuata mtoto shule. Mtoto? Mwanzo mtoto mimi nisharudisha. Yupo kwao. Kwao? Ndiyo. Makubwa. Haya kwangu ulikuwa unakuja kufanya nini? Hapo kwako mimi nilikuwa nakuja kumpa ushauri. Ushauri wa nini? Mwanzo mimi nimeenda pale. Wivu umenishika. Wivu umenikamata. Yule mwanamke amenenepa, kapendeza. Unajua kupendeza? Wakati kaja kimbaumbao haeleki, nyuma wapi mbele wapi. Lakini sasa hivi ukimuona unameza mate. Sasa mbona hakutoka mengi sana? Lazima nitoke. Yule mwanaume lazima nimrudishe kwangu. Lazima arudi. Kwa sababu mimi siwezi kukaa kule nateseka huku mwanamke mwingine anapendezeshwa. Sawa? Lakini wewe si ndio ulimwacha? Kama nilimwacha mimi na ndio mimi nitamrudisha. Sawa? Yule mwanamke yule, cha kwanza hana mtoto, hajamzalia. Kwa hiyo mimi naweza nikafanya kitu chochote kwa sababu mimi nimemzalia yule mwanaume. Naweza nikamtoa yule mwanamke nikaingia mimi. Kwa hiyo naweza nikafanya kitu chochote. Kwa hiyo hapo si niko sawa? Maana mimi hapa ndugu yangu nakuomba ushauri tu. Haya maamuzi niliyoyachukua yapo sahihi au la? Mimi nakuomba ushauri kama shoga yangu. Sawa. Mimi nani nipinge? Maana wewe ndio ulimwacha na wewe ndio unataka kumrudia. Maamuzi nayo mwenyewe kwenye kichwa chako. Mimi nilielekea safari zangu huko na wewe ndio ulikuwa unakuja nyumbani kwangu. Sasa inakuwaje? Kama unaenda huko basi twende huko, alafu tutarudi kwako. Sawa? Sawa, basi twende kisha tutarudi wote. Wakiwa watatu, wakiwa watatu.